Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo ndani ya mwaka huu 2025 tunatembea na mada kuu, karakana ya uongozi. Lakini leo mada ambayo tutaizungumza ni ratiba ya uchaguzi ndani ya kanisa kwa mwaka huu 2025. Kama tunavyofahamu, ni kuanzia tu bado mwezi mmoja tu, yani bado tu ni siku kutimia kufikia mwezi ule wa 7, ambapo hizo harakati na kila kitu kitakuwa kinaenda mbio kweli kweli. Basi nikukaribishe sana. Mimi ni mtangazaji wako Selina Matuja. Ndani ya studio siko peke yangu, niko na wageni wangu hapa, waheshimiwa sana watakatifu wa Mungu. Niko pamoja na mzee wangu John Ndazi, huyu ni engineer John Ndazi, lakini niko na mwenyekiti wa moyo, huyu anaitwa Gordon Rwenyagira. Karibuni sana, lakini baadaye nitatutajia majina yenu tu kwa uzuri. Baba Rwenyagira, karibu tuweze kufungua kipindi chetu kwa sala. Asante sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Haya mtazamaji, basi kwa sala hiyo ya ufunguzi, basi moja kwa moja niweze kuwakaribisha au nimkaribishe mwenyekiti Gordon Rwenyagira kwa ajili ya kutufahamisha hasa kwa nini leo tunazungumza kuhusu ratiba ya uchaguzi, lakini kwanza akitutambulisha kwa uzuri majina yake. Asante. Naitwa Gordon Rwenyagira, natokea parokia ya Roho Mtakatifu Segerea, ni mwenyekiti wa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu kwa jimbo kuu la Dar es Salaam, na vile vile ni mwenyekiti shirikisho vyama vya kitume kwa jimbo kuu la Dar es Salaam, na ni mtunza hazina wa taifa kwa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu. Vile vile ni mjumbe kamati ya uinjilishaji utume wa walei kwa jimbo kuu la Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu sana kwa utume huo, tunakupongeza. Mwenyezi Mungu azidi kuinua karama hizo zichanue. Niende kwa mzee wangu John Ndazi. Asante ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa John Ndazi. Mimi kwa sasa hivi ni mwenyekiti wa halmashauri ya walei ya parokia Roho Mtakatifu Segerea, lakini pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya walei wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Asante. Haya, asante sana. Basi mtazamaji, bila shaka umeweza kufahamu ni kina nani ambao tuko nao ndani ya studio, ambapo tutakuwa tukisongesha kwa pamoja. Karibu sana sasa ufuatilie ratiba ya uchaguzi. Kipindi kilichopita tulikuwa tunatazama sifa za kiongozi, namna gani ya kumpata kiongozi ndani ya kanisa Katoliki. Sasa leo tuone ratiba itakuwaje, ili siku hiyo usije ukapitwa ukabaki nyumbani kumbe wenzako chagua kiongozi. Karibu. Ndio, asante sana. Basi kwa niaba ya baba mkurugenzi utume wa walei jimbo kuu la Dar es Salaam, Father Vitalis Kasembo na kamati tendaji yake chini ya uongozi wa baba askofu jimbo kuu la Dar es Salaam na askofu msaidizi, wametuandalia ratiba. Mwaka huu kumekucha. Sababu naona kuna uchaguzi ngazi ya taifa letu, lakini vile vile kanisa Katoliki kuna uchaguzi. Kwa kuanzia Julai 2025 mpaka mwezi Mei 2026 ndani ya kanisa Katoliki tutakuwa na chaguzi mbalimbali. Kwa hiyo hizi chaguzi zinaanza mwezi Julai. Kwa hiyo kuanzia mwezi Julai mpaka tarehe 15 Agosti 2025 kutakuwa na kamati tendaji, vyama vya kitume, mashirika na jumuiya ngazi ya jumuiya ndogo ndogo. Na kuanzia tarehe 15 Agosti mpaka tarehe 30 Septemba kutakuwa na kamati tendaji za jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Kwa hiyo tunaanza na vyama vya kitume, baadaye tukishamaliza vyama vya kitume ngazi ya jumuiya tunakuja kamati tendaji za jumuiya. Kwa nini tunasema hivyo? Wale wenye viti wa vyama vya kitume ngazi ya jumuiya na wao ni sehemu ya ile
watu ambao wanaweza kachaguliwa kwenye kamati tendaji ngazi ya jumuiya. Na kwenye ile halmashauri ya jumuiya unakuta na wao wanaingia. Ndio maana tukasema kwamba uchaguzi unaenda kwa hivyo. Kwa hiyo unaanzia kwenye vyama vya kitume VMJ na baadaye tunamalizia kamati tendaji ya halmashauri ya walei kwenye ngazi husika. Basi kuanzia tarehe 1 Oktoba mpaka tarehe 15 Oktoba ni kamati tendaji za vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya mitaa pamoja na kanda. Kwa hiyo hii tunaona mwezi Oktoba kuanzia tarehe 1 mpaka 15 Oktoba tutakuwa na kamati tendaji za vyama, mashirika na jumuiya za kitume kwa maana ya VMJ ngazi ya mitaa pamoja na kanda. Ndio. Tarehe 16 Oktoba mpaka tarehe 31 Oktoba ni kamati tendaji za mitaa pamoja na kanda. Kwa hiyo sasa kila sehemu katika hii ratiba kuna watu ambao wanatakiwa kusimamia. Kwa hiyo nafikiri labda niseme nani ambao wanahusika kusimamia kusudi kila parokia iweze kujipanga vizuri. Kwa hiyo ile ratiba ambayo nimesema inaanza Julai tarehe 1 mpaka tarehe 15 Agosti ambako tunachagua kamati tendaji za vyama, mashirika na jumuiya za kitume. Wasimamizi ni kamati tendaji za jumuiya ndogo ndogo za Kikristo. Kwa hiyo kamati tendaji iliyopo sasa hivi ndio inayosimamia uchaguzi kwa ajili ya ngazi ya VMJ au vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya jumuiya. Na pale inapofikia tarehe 15 Agosti mpaka 30 Septemba wakati tunatafuta kamati tendaji za jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, basi kamati tendaji za kanda au mitaa na kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia, kwa sababu tuliomba kila parokia ile kamati au ile tuseme timu ya uinjilishaji kama ilikuwa imelala basi waamke, kwa sababu ni kipindi ambacho ni cha majukumu makubwa kwa sasa hivi. Kwa hiyo wasimamizi wa uchaguzi ngazi ya kamati tendaji za jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ni kamati tendaji kanda au mitaa au kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia au kamati tendaji parokia, kutegemea na mahitaji yalivyo. Basi tumesema kwamba tarehe 1 Oktoba mpaka tarehe 15 Oktoba ni kamati tendaji vyama vya kitume, mashirika na jumuiya kwa ajili ya mitaa na kanda. Wasimamizi wa chaguzi hizi kwenye vyama vya kitume ni ile kamati tendaji ya kanda au mtaa au kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia. Kwa hiyo tunaona hapa ngazi ya parokia uinjilishaji, kamati ya uinjilishaji inaongelewa mara kwa mara. Tarehe 16 Oktoba mpaka 31 Oktoba ambao tumesema tunachagua kamati tendaji za mitaa na kanda. Wanaosimamia ni kamati tendaji kigango au parokia na kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia. Kwa hiyo tukitoka hapo tunakuja sasa ngazi za kigango au kama kuna wanasema parokia teule hizo na kigango zote. Tunapotafuta kamati tendaji za vyama vya kitume, mashirika, ina maana atakao simamia ni ile kamati tendaji ya kigango. Na inapokuwa tunatafuta viongozi wa kamati tendaji vyama vya kitume ngazi ya parokia, watakao simamia ni kamati tendaji ya parokia na kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia. Sasa hizi ngazi ya parokia zenyewe zitaanza mwezi wa Novemba. Tarehe 1 mpaka tarehe 15 Novemba ni vyama vya kitume kwenye ngazi ya kigango. Tarehe 16 mpaka 30 Novemba ni kamati tendaji za vigango. Ndio uchaguzi unavyoelekeza. Vyama vya kitume ngazi ya parokia, tunatoka kwenye kigango sasa. Vyama vya kitume ngazi ya parokia, ina maana kamati tendaji zile za vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya parokia. Uchaguzi ni mwezi Disemba. Kwa hiyo ina maana tarehe 1 mpaka 31 Disemba imetengwa kuhakikisha kwamba kamati tendaji vyama vya kitume, vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya parokia
vinakuwa vinatakiwa vimefanyika. Na wasimamizi ni kamati tendaji ya parokia na kamati ya uinjilishaji ngazi ya parokia. Kwa hiyo mimi naona kwa sasa mpaka Disemba angalau waijue hiyo ratiba, sababu vipindi vinaendelea, tutazidi kuelekezana, kwa sababu Januari mpaka Machi 2026 tunapogeuka mwaka mwingine tutakuwa tunafanya chaguzi kamati tendaji halmashauri ya lei ngazi ya parokia. Na wasimamizi hapo ni kamati tendaji ya jimbo na kamati ya uinjilishaji ngazi ya jimbo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Natumai sija kuchanganya dada Selina. Na mtazamaji ambaye unaangalia Tumaini TV, basi kama unanifuatilia, una swali unataka kuuliza, utauliza hapo baadaye, lakini kwa kifupi ratiba yetu ndio hiyo ambayo inaanza mwezi Julai. Nimesema Julai 1 mpaka Agosti 15 ni kama tendaji vyama vya kitume ngazi ya jumuiya, na tarehe 15 Agosti mpaka 30 Septemba tumesema ni kama tendaji za jumuiya ndogo ndogo. Then tumesema tarehe 1 Oktoba mpaka tarehe 15 Oktoba ni kamati tendaji vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya mitaa na kanda, na tarehe 16 Oktoba mpaka 31 Oktoba kamati tendaji mitaa pamoja na kanda. Tarehe 1 Novemba mpaka 15 Novemba ni kamati tendaji vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya kigango. Tarehe 16 Novemba mpaka 30 Novemba ni kamati tendaji za vigango. Mwezi wa Disemba umetengwa kwa ajili ya kamati tendaji vyama, mashirika na jumuiya za kitume ngazi ya parokia, na Januari mpaka Machi 2026 ni kamati tendaji za halmashauri ya lei parokia. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, sina shaka hakuna mahali ambapo utakuwa hujaelewa. Labda tufahamu tu wale ambao wanaenda kugombea au kuchaguliwa ni kina nani, tumkumbushe mtazamaji. Asante sana. Sasa katika hili swala ngazi, tunapokuja kwenye ngazi ya jumuiya, jumuiya tulishapewa mwongozo ni familia ambazo hazizidi 15, kati ya 10 mpaka 15. Sasa ina maana wale wana familia, tunapoongelea vyama vya kitume huku kwenye ngazi ya jumuiya, huwa tunaongelea vile vyama vya kitume vya kilika na kijinsia, ulika. Kwa hiyo ni UWAKA, WAWATA, kuna VIWAWA, kuna wazee na wastaafu. Hivyo ndio vyama vya kitume ambavyo tunachagua ngazi ya jumuiya. Na washiriki hapo, ina maana kwenye vijana ni vijana, kwenye UWAKA ni wababa. Ingawa na kijana akiwa amefika ule umri wa kuwa baba, basi naye anashiriki. Sababu mtu mwingine anaweza kusema mimi sijawa baba kwa sababu sijaoa au sina mtoto. Hapana, umri ukishafika kwamba wewe ni mtu mzima, wewe unatakiwa kujiunga na wababa. Alafu kwenye upande wa WAWATA basi ni wakina mama, lakini na mwanamke ambaye ametimiza umri kwa kuitwa mwanamke. Na wazee na wastaafu ni umri wa kuanzia miaka 50. Mtu asiye akasema mimi sijawa mzee, sijastaafu, au mimi sio mzee. Lakini kwa kanisa ukishafikisha miaka 50 wewe tayari unakuwa unakizi vigezo kuwepo katika wazee na wastaafu. Kwa kwenye ngazi ya jumuiya au wote wana familia, ina maana ni washiriki wa uchaguzi. Hakuna ambaye ameachwa pembeni. Na tulisema dada Selina, kupata viongozi tunatakiwa tumshirikishe Mungu kwa sala, na pili kwa kufata mwongozo wa katiba ya halmashauri ya lei taifa. Kwa hiyo ina maana kila mtu ana nafasi ya kuchaguliwa na kila mtu ana nafasi ya kuchagua katika ngazi husika. Ingawa sasa niweke angalizo, tunapochagua UWAKA ina maana wanashiriki wa baba wenyewe. Sasa sianze kampeni wa mama wanataka washiriki uchaguzi wa kuchagua wa baba. Mnaelewa hapo huwa tunajitenga kidogo. Wa baba mnakaa pamoja, mnachagua. Kwanza mnasali kwa pamoja, sababu siku hiyo unaweza kufanya chaguzi zote hizo. Kwa pamoja kutakuwa na masomo, kuna semina fupi, mtaomba sala ya Roho Mtakatifu, mtaimba wimbo na kadhalika. Lakini baada ya hapo inapofika chaguzi mbalimbali, ina maana kwenye vijana watachagua vijana wenyewe. Inapofika wamama WAWATA watachagua WAWATA wenyewe. Na inapofika UWAKA watachagua UWAKA wenyewe.
Inapofika wazee na wastaafu sasa watachanganyika. Kwamba ni mama na baba ambao wamefikisha umri wa miaka 50 na kuendelea, wao ndio wanakuwa wahusika, washiriki, kwamba anaweza akapiga kura na akapigiwa kura. Lakini vipi, kwa mfano, kwa uzoefu wako, kuna pengine jumuiya zingine zinakuwa na vijana wachache au watoto wachache, hao huwa mnawashirikisha namna gani katika kuchagua? Ni kweli huwa ni changamoto kwa sababu kuna jumuiya nyingine waota familia zimekuwa 7 na labda hawana watoto wadogo. Kwa hiyo unakuta kunakuwa yule ambaye labda jumuiya nzima ina vijana 3. Kwa hiyo ikitokea vijana ni 3 watagawana majukumu. Wale wanakuwa hawachaguliwi, sasa mnawagawia. Watachaguana nani awe, watapiga kura nani awe mwenyekiti wetu. Wameshazidi 2. Hata Mungu amesema mnapokusanyika 2 au 3 na mimi nipo. Kwa hiyo wana uwezo wa kufanya uchaguzi hata kama ni 3. Ndio. Haya basi, mtazamaji wa Television Tumaini, tukwambie tu hayo ndio mambo ambayo yanaendelea katika ratiba kwa mwaka huu wa uchaguzi ndani ya Kanisa Katoliki. Lakini pia yapo maswali. Kuna mwingine alikuwa amependa kuuliza kwamba je, kwa mfano yeye hajafunga ndoa lakini anaishi na mke na kwenye jumuiya wanamkubali vibaya sana, wanamkubali yani kwa kiwango kikubwa, huyu anaweza akachaguliwa alafu baadaye akafanya mambo mazuri? Sasa kikubwa ni kumuhimiza, kwa sababu kama nyinyi mnamkubali, fanyeni kampeni, hata jumuiya imfanyie sherehe, mpeleke alambe afunge ndoa kwanza, kwa sababu utaratibu uko wazi. Utaratibu uko wazi na miongozo, katiba ya halmashauri ya walei, hatuwezi kuvunja katiba ya halmashauri ya walei. Kwa hiyo tunashauri kwamba kuna mtu ambaye ana sababu sio vizuri kwa kiongozi alafu unajikuta upokei masakramenti. Sasa unawaongoza vipi wenzako? Na hili ndio huwa swala ambalo huwa linakuja, kwa nini padri hataki kunibatizia mtoto wangu? Wa kwanza umepewa kwa huruma, akabatizwa kwa msamaha, na kigezo kichoko kinasababisha uchelewe kubatiza, hujafunga ndoa. Sasa wewe inakuwaje unapenda sakramenti apate mtoto wakati wewe sakramenti ya ndoa uitaki? Anatokea na mtoto wa pili, unakuta hujafunga tena ndoa, alafu unasema baba amenizuilia kubatiza mtoto wako. Sasa huyo mtoto unamleaje wakati wewe mzazi uoni umuhimu wa sakramenti ya ndoa? Unajua hapa watu wamebeba zaidi kufanya sherehe na tafrija kuliko sakramenti, kuangalia mambo ya kiroho. Lakini ukiangalia mambo ya kiroho, hata kwenye misa ya asubuhi unaweza kaenda ukafunga ndoa, sio lazima sherehe. Ukishakuwa na mashahidi wako na utaratibu zimefuatwa katika yale maswali ulioulizwa, mnaenda mnafunga ndoa. Hata ofisini kwa baba, kule sakristia baba anamaliza kila kitu. Kwa hiyo sasa watu wasione kwamba kuna ugumu. Sasa ndio tunarudi hapo, kama mnampenda mtu awe kiongozi wenu, mnasema hajafunga ndoa, basi sasa hivi mwezi wa 6 huu ufanyeni kampeni, mjichange apate sakramenti ya ndoa. Asante. Na mnigeukie kwako Engineer Ndazi. Una nini cha kuongeza kwa hii ratiba ambayo ameizungumza mwenyekiti Gordon? Asante ndugu mtangazaji. Mimi labda napenda tu kuongezea kwamba ratiba hizi tungependa kila mtu aizingatie, kwa maana ya kwamba maparokia wazingatie hizi ratiba, kwa sababu ni ratiba ambazo zimepangwa kiasi ambacho wale ambao watachaguliwa kwa ngazi ya jumuiya, maana yake wale viongozi baadaye ndio watahusika kuchagua viongozi wa ngazi inayofuatia, viongozi wa kanda au mtaa. Na pia viongozi wa kanda au mtaa watakaochaguliwa watakuja kuhusika sasa kwenye uchaguzi wa viongozi wa ngazi inayofuatia. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama nyinyi hamtazingatia hii ratiba vizuri, ina maana kuna mahala nyinyi mtaachwa, kwa sababu hatimaye tunapokwenda uchaguzi tunaenda nao mpaka tunafika ngazi ya jimbo, ambao wahusika ni hawa wanaotoka kuanzia jumuiya, wanakuja kanda, wanakuja mtaa, parokia, na hatimaye sasa wa kutoka kila parokia ndio watakusanyika kwa ajili ya kuchagua viongozi wa jimbo. Maana yake kama ninyi hamjafuata ratiba,
ule muda ukifika wa kuchagua ngazi inayofuatia, nyinyi hamjawa tayari, ina maana tayari mtakuwa mnajikosesha nafasi ya kushiriki kwenye uchaguzi wa ile ngazi ya juu ambayo inafuatia baada ya ngazi ya chini. Ndio maana ile ratiba tunaitoa mapema, na tunapenda watu wote wazingatie maparokiani, ili zoezi zima la uchaguzi liende kwenda vizuri. Watu wote ambao wanapaswa kushiriki waweze kushiriki kulingana na ratiba jinsi ilivyo. Kwa hiyo ratiba ni muhimu ifuatwe. Mtu mwingine anaweza akafikiria kwamba mimi mwezi wa 7 huu tuna mambo mengine labda kiparokia, uchaguzi utafanya mwezi wa 8. Hapana, ukifanya hivyo utakuwa umekosea, kwa sababu muda ukisha kupita ina maana utakuwa umepitwa kila sehemu. Kwa hiyo baadaye utajikuta parokia yako haina uwakilishi kwenye ngazi ya jimbo kwenda kuchagua watu wa jimbo, au jumuiya yako haina uwakilishi kwenda kuchagua watu viongozi wa ngazi ya mtaa au ngazi ya kanda. Lakini je, katika uzoefu wako imewahi kutokea parokia au hizo jumuiya zikawa hazimechelewa kufanya uchaguzi na baadaye labda wakapita wakaomba kama katiba inasemaje? Kuna kesi chache inaweza ikatokea. Kuna kesi nayo, lakini nyingi ambayo nakumbuka ilikuwa ni kuna watu waliomba wawahi kufanya uchaguzi. Sio kuchelewa. Kwamba ratiba imetoka, wanasema sisi tunahitaji tufanye mapema zaidi ya huo muda ambao nyinyi mnaupanga. Na ambapo hiyo ilikuwa ni nzuri zaidi, kwamba wakiwahi zaidi ni bora zaidi. Kwa maana walikuwa ndani ya ratiba. Kesi za kuchelewa kweli hapana, mimi binafsi sijakutana nazo. Kwa hiyo kama zilishawahi kutokea, sidhani, kwa sababu mimi kwa muda ambao nimekuwepo kwenye uongozi sijakutana na kesi kama hiyo. Kwa hiyo mara nyingi naona parokia wanajitahidi sana kuzingatia hizo ratiba, na kwa maana hiyo mara nyingi chaguzi zinaenda kwa mujibu wa ratiba katika ngazi zote ambazo zinahusika. Na vipi kama wakitokea wakasema sisi tunachagua kabla ya hizo tarehe ambazo zimepangwa, kwa sababu sisi tuna mambo mengi, kwa mfano kwenye jumuiya labda wana vitu vingi mbele vinavyowafanya labda pengine watashindwa kupata ile column haitatimia katika kuchagua? Ni kweli hiyo, kama nilivyosema alishatokea huko nyuma kesi kama hiyo. Kunakuwa na sababu za msingi, na hizo sababu inabidi zitolewe kwa ngazi husika. Kwa mfano kama ni ngazi ya jumuiya ndogo ndogo, watatoa taarifa kwa baba paroko kwamba baba, sisi labda tuna ratiba fulani katika jumuiya yetu, labda tunajiandaa kwa tukio fulani. Kwa hiyo hizo tarehe ambazo zimepangwa, sisi tutakuwa tayari tuko na hili tukio, na ni tukio labda lishapangwa tuwe nalo. Kwa hiyo tunaomba sasa, ili tusije tukachelewa, tufanye kabla. Ili nini? Muda unaofika sisi tumeshafanya, tunaendelea tukio letu, lakini tunakuwa ili zoezi tumeshalikamilisha. Kwa sababu paroko akipokea atazingatia na atatoa ruhusa kwamba kwa sababu alizosema wanaweza kufanya uchaguzi kabla. Naam, asante sana mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutaweza kutazama mambo mengi mazuri ambayo yameandaliwa hasa katika ratiba hii ya uchaguzi kwa mwaka huu 2025, uchaguzi ndani ya kanisa. Viongozi wanatakiwa kupatikana. Tupate mapumziko. Na mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua runinga yako, kumbuka tu tuna kuletea kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo tunazungumzia hasa mambo ya uchaguzi ndani ya kanisa Katoliki kwa mwaka huu 2025, ambapo tayari mheshimiwa hapa Gordon amekwisha kututajia ratiba. Na kuna watu ulikuwa umesema wanaweza kauliza swali kama kuna mtu anaona kuna kipengele kinampita. Kuna huyu ndugu yetu hajasema, lakini anatoka hapa anasema ni lazima viongozi wa parokia watoke makao makuu ya parokia. Hilo swali. Viongozi wa parokia watoke makao makuu ya parokia. Sijui alikuwa na maana gani, lakini mimi ninachofahamu ni kwamba kwa mfano ukichukulia parokia ya Roho Mtakatifu Segerea inatengenezwa na kanda kadhaa, na hizo kanda zina jumuiya kadhaa.
Sasa sio anaposema makao makuu ni wapi, kwa sababu wote wanatengeneza parokia. Kwa sababu tunaanza na familia, ndani ya familia tunakuja jumuiya, ukitoka jumuiya kunakuwa na mtaa au kanda, ukitoka hapo tunakuja kigango au tunakuja parokia. Umeelewa Sasa ina maana wote ambao wako humo wako kwenye nafasi ya kupigia kura na kupigiwa kura. Kwa hilo swali la kusema kwamba kiongozi lazima atoke makao makuu, sidhani kama lina mashiko. Mimi nimemuelewa. Mimi nimemuelewa huyo mtazamaji. Ndio. Nafikiri iko hivi kwamba kuna parokia zinakuwa na vigango. Ndio. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo ina maana yeye anachokiuliza ni kwamba kuna viongozi wanachaguliwa wa vigango. Ndio. Sawa? Ndio. Halafu baada ya uchaguzi wa vigango wanakwenda kwenye uchaguzi wa parokia. Ndio. Sasa swali lake nafikiri anataka kujua, je, wanapokwenda kufanya uchaguzi wa parokia, wanaopaswa kuchaguliwa kuwa viongozi wa parokia ni wale wanaotoka kwenye parokia husika, yani pase pale parokiani au hata mtu anayetoka kigangoni anaweza kachaguliwa kuwa kiongozi wa ngazi ya parokia? Ndio swali lake. Sawa. Sasa katika mwongozo huo, kutokana na hierarkia ambavyo tumepewa semina, kuna nafasi nyeti wanatakiwa watoke kwenye parokia ambako ndo mnaita makao makuu. Na nafasi zile za wasaidizi au kamati mbalimbali basi wanaweza wakatoka wakilishi kwenye kigango. Kwa mfano katibu msaidizi au makamu mwenyekiti, kusudi kuwaweka pamoja. Na tunapokuwa kwenye kamati mbalimbali tunahakikisha basi na vigango havijahachwa. Kwa hicho ndo ambacho tunakiangalia. Lakini kwa ujumla wake ndio hivyo kwamba kama upo kwenye ile eneo unachaguliwa. Ndio. Haya, kuna mwingine ameuliza, tumsifu Yesu Kristo. Anasema samahani, eti kiongozi wa halmashauri wa lei parokia anaruhusiwa kuchaguliwa hata kama hana mke au kama ameachana na mke wake? Sasa naomba niweke ili kwamba sifa za kwa kiongozi ni Mkatoliki na ni mlei na huna kizuizi cha sakramenti. Kwa sababu unaweza ukawa ni baba mwanauwaka au kawa ni mama lakini unaishi peke yako na hauna kizuizi cha sakramenti, haikuzuii wewe kuwa mwenyekiti wa parokia. Sasa kuna hilo swali, kipengele kingine amesema ameachana na mke wake au sasa hiyo kuachana na mke wake inawezekana wewe ujui, inawezekana wamekaa tofauti kwa muda mfupi, sababu kanisa Katoliki hakuna kuachana. Ila watu wanaweza wakatenganishwa kwa muda kusudi wapate tafakari. Lakini kanisa huwa alitenganishi watu, kicho kuunganishwa na Mungu mwanadamu hawezi kitenganisha. Na pale ambapo inaonekana kweli basi tunaita hii sio ndoa, haikuwa ndoa toka mwanzo. Yani kama kulikuwa na udanganyifu, dada Selina mama ametoa mimba, nani ametoa kizazi chote, alafu hajamwambia mume wake kwamba nimetoa kizazi, baadaye unakuja kugundua mmeshafunga ndoa kwamba mwenzangu hana kizazi, wakati unamuoa akusema hilo. Si umeelewa hapo? Kwa sasa hapo ndoa hakuna. Umeelewa kwamba ndoa haikuwepo toka mwanzo kwa sababu kulikuwa na udanganyifu. Kwa hiyo lakini hivi vitu vingine vya kibinadamu vya makwazo, watu mmetofautiana, hivyo ndo misalaba yenyewe tunatakiwa kuibeba na ndo kushirikishana kusudi uweze kumtengeneza mwenzako, ubebe uvumilivu, wewe mkarimu, baadaye mnajikuta kwa kushirikisha Mungu mnaenda sawa. Kwa hiyo ile kuishi watu tofauti. Shida ya sasa hivi watu wanaongea sana, yani watu wanaongelea maisha ya watu utafikiri wametumwa. Sasa unakuta mtu anasema hao wametengana wakati hawajatengana. Kwa ile taarifa wao kukosa mawasiliano mazuri. Sasa mimi naomba tusije tukaokota taarifa za mtaani tukaanza kwenda kuharibu hali ya hewa kwenye hizi chaguzi, ukasema kwamba yule hana ndoa, yule ametengana, wakati taarifa rasmi paroko hana. Haya, mwingine anasema naomba kujua katiba inasemaje ikiwa huyu anayechaguliwa
mara ya 3. Naomba unieleweshe, mtu anapokelewa akiongoza cheo tofauti na sio kugandamizaji. Yaani katiba inasemaje juu ya mtu ambaye amechaguliwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, lakini katika kuongoza kwake, yaani wakati wanamchagua wanamuona yuko vizuri, lakini anapoenda kuongoza wanaanza kuona ni ugandamizaji, ubaguzi. Haina shida. Tukiangalia katika katiba ya halmashauri ya walei, mtu anaweza kachaguliwa mpaka vipindi 3 mfululizo kwenye nafasi moja. Kwa hiyo katiba inaruhusu. Na kitu kingine ambacho umeongelea huyo ukandamizaji, kwenye kauli mbiu ya uchaguzi wetu wa 2025-26 tunasema uongozi ni utumishi. Uongozi ni utumishi. Inatoka kwenye Injili ya Mathayo kama ambavyo imeandikwa na Mathayo sura ya 20 haya ya 25 mpaka 28. Tulikuwa tunaona Kristo akiwaambia mitume wake, anayetaka kuwa kiongozi kwenu na awe mtumishi. Na anatakiwa kuwa kwanza kwenu, umeelewa? Kwa hiyo hivi vyote Kristo akawa anajifananisha jinsi ambavyo na yeye akajiachia umungu wake, yule kuona umungu wake, akajishusha kuwa binadamu kwa ajili ya kutukomboa sisi binadamu. Umeelewa? Kwa hiyo akaacha umungu wake, tukaona akazaliwa kupitia mama Bikira Maria, akawa mwanadamu, lakini ili aweze kutukomboa. Kwa hiyo unaona jinsi gani alinyenyekea. Na tuliona baadhi ya sehemu akitaka kuwanawisha miguu watu, na akiwanawisha miguu wengine wakawa nasema hapana, huwezi kuninawisha mimi miguu. Nafikiri ni Petro alikataa, lakini akamwambia kama hutaki una shirika na mimi. Umeelewa? Petro akaona kumbe hapa nimeingia pabaya. Akasema basi unioshe kote. Unaona sasa, yani yote hii ukiangalia kwenye Injili kadri ambavyo imeandikwa na Mathayo sura ya 20 inaongelea ni jinsi gani kwamba uongozi ni utumishi. Sio ubabe kama ambavyo tunaona wengine wanafanya ubabe na nini, hamna unyenyekevu. Na ndio maana tunasema tuchague viongozi watakaojituma kwa kalama, busara, hekima, utii, unyenyekevu, uvumilivu na upendo. Na hii tunaitoa kwa Wafilipi sura ya 2 mstari wa aya ya 5 mpaka ya 11. Lakini dada Selina, wakati tunaendelea na maswali, tuko kwenye mwezi, tunajua tuko kwenye mwezi wa Tumaini Media, mwezi wa moyo, tunatengeneza Tumaini Media, ni mwezi wa moyo mtakatifu wa Yesu. Lakini kwa vyombo vya kanisa, kwa sababu moyo mtakatifu wa Yesu ni mlezi wa Tumaini Media, basi tunatumia fursa hiyo kwa ajili ya kutegemeza chombo cha mawasiliano ambacho ni Tumaini Media. Kina magazeti, kina TV Tumaini na radio Tumaini. Sasa tuna visakramenti vingi mnaviona hapo, kuna vikombe vizuri tu. Unaona hapa kuna picha ya moyo mtakatifu wa Yesu na picha nyingine ya Tumaini Media. Lakini kuna kikombe kidogo kizuri, yani ukiwa kwenye meza, hata kama mke wako au mume amekasirika, ukimwekea chai au kahawa humu, unaona hata zile hasira zinabadilika. Na hapa mama ukamchukulia zawadi mama, akawa na chupa akiwa anaenda sehemu, au watoto kwenye mabegi yao ya shule, basi tunaona uwepo wa Mungu. Hizi flaski ni 25,000 na hiki kikombe kidogo ni 15,000. Na hiki hapa chote bei 25. Hii 25 na hii 25. Vinapatikana Tumaini Media. Na kuna vitenge vya Tumaini Media, vina picha nzuri ya moyo, picha ya moyo mtakatifu wa Yesu. Ni kisakramenti. Tumesema baada ya kuandikia au kuwanunulia wazazi wetu zawadi ya vitenge vyenye mipasho, basi wewe wanunulie kitenge cha dini. Yaani unakuwa umepeleka amani pale nyumbani. Kwa sababu mtu aliyevaa kile kitenge anaanzaje kutukana njiani? Na sio tu kupeleka amani, utakuwa unamtangaza Kristo pia. Kwa sababu hiyo ni ahadi. Yaani katika shirika la moyo mtakatifu wa Yesu, picha tu hii ambazo unaziona kuweka nyumbani kwa heshima na imebadilikiwa, na unapokuwa unapita unaiangalia picha, unakuwa unamtukuza Mungu kwa imani. Tayari baraka hipo. Kwa hiyo hizi picha nazo ni visakramenti ambavyo
vinapatikana Tumaini Media. Ile picha kubwa hapo katikati ya raundi kama yai hiyo shilingi 200,000. Ndio. Ile ya Moyo Mtakatifu ya mwanzo ya pembe 4 shilingi 100,000, pamoja na ile inayofuata ya Baba Mtakatifu leo wa 14 nayo shilingi 100,000. Na hii ndogo ya Moyo Mtakatifu ya Moyo shilingi 50,000, na hiyo zote bei inafanana 50,000. Kwa hiyo sasa ina maana kama Mkristo inakuwaje nyumba yako wewe ukiingia sebuleni haionyeshi ukatoliki wako? Wakati hivi vitu vinapatikana kwa urahisi zaidi Tumaini Media. Tunatafuta karibu milioni 600. Ukija Tumaini Media tayari, ukija upande wa redio, studio imekuwa nzuri sana, inapendeza. Tena napenda mfike mjaribu kuona vile vitu ambavyo mnavichangia. Ni mali zenu kama Wakatoliki, kama wabatizwa, mfike muone kile ambacho kinafanyika. Tunataka kufanya maboresho makubwa kwenye studio hii ya television, lakini vile vile vifaa vya utendaji, lakini vile vile kuboresha mafao ya wafanyakazi. Tunajua katika hivi vyombo vya kanisa mishahara ni midogo kwa sababu yani hakuna biashara kubwa inayofanyika. Kwa hiyo naomba basi watazamaji television Tumaini, kuna namba ambazo zinapita kwenye screen yako kama unataka kuwezesha kuchangia. Kuna bahasha maparokiani zimekuja, tunaomba basi tuweze kuchangia kushiriki umisionari. Kila mbatizwa tumetumwa kuinjilisha. Basi unapochangia Tumaini Media unakuwa umeinjilisha. Lakini Injinia Ndazi ana matangazo ya muhimu sana kabla hatujamaliza kipindi. Karibu sana mwenyekiti ya halmashauri ya Lei Jimbo la Dar es Salaam. Asante dada Selina. Mimi na matangazo mawili. Tangazo la kwanza ni tangazo la hija. Halmashauri ya Lei Jimbo la Dar es Salaam ikishirikiana na idara ya kichungaji ya jimbo imeandaa hija ambayo itafanyika katika nchi 4. Nchi hizo ni za Ufaransa, Italia, Israeli, nchi takatifu na Jordan. Na walengo wa hija hizo ni viongozi wote wa halmashauri ya Lei jimbo, lakini pia viongozi wa vyama vya kitume ngazi ya jimbo na waamini wa Lei kwa ujumla. Hawa wote ni walengo wa hija hiyo. Lengo la hija ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya mema yote ambayo ametujalia kwenye kipindi ambacho tumekuwa kwenye uongozi. Lakini hata kama wewe haukuwa kiongozi, umekuwa ni muamini wa kawaida, kuna mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia kwenye kipindi chote hadi muda huu. Na hija hii inatarajia kuanza tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka 2025 hadi tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ni hija ya siku 14. Na kwa kifupi, maeneo ambayo yatatembelewa katika hizo nchi nilizotaja ni maeneo yafuatayo. Kwa Ufaransa, mahujaji watatembelea jiji la Paris pamoja na Lourdes. Lourdes tunajua kwamba ni mahala ambapo Mama Bikira Maria alimtokea Mtakatifu Bernadetta. Lakini pia kwa Italy tutatembelea Roma, Vatican, Milan kwa maana ya jiji la Venice. Pia tutakwenda Assisi, lakini pia tutakwenda Kashia kwa Mtakatifu Rita, na tutamalizia na Rotondo kwa Mtakatifu Padre Pio. Na kwa Israeli, hija hii itawapeleka mahujaji mpaka miji ya Yerusalemu, Betlehemu, Galilaya, Yeriko na bonde la Yordani. Haya yote ni maeneo matakatifu. Kuna mambo mengi ya kujifunza na ya kuona katika imani yetu. Na mwisho, kwa nchi ya Jordan tutaenda, mahujaji watatembelea mlima Nebo. Gharama za hija hii kwa huo mzunguko wote niliotaja ni dola za Kimarekani 4,250 kwa mtu mmoja. Na gharama hizi ni kwa ajili ya usafiri wa ndege kwenda na kurudi, bima ya safari, gharama za visa, lakini pia gharama za malazi, kifungua kinywa na chakula cha jioni kwa siku zote hizo 14. Pia gharama za usafiri wa ndani mnapokuwa katika nchi husika, na pia zinahusisha gharama za vingilio maeneo mbalimbali. Kuna vingilio ambavyo mnapaswa kulipa, lakini pia kuna wale waongozaji na pia huwa wanalipwa pesa fulani.
na mahitaji ambayo yanatakiwa ili uweze kukidhi kigezo cha kuingia kwenye hija. Kwanza tungependa uje au tuletee utambulisho kutoka kwenye parokia yako husika. Tufahamu unatoa parokia gani, jumuiya gani. Lakini kigezo kingine, utatakiwa ulete picha 4 za passport size zenye background nyeupe, lakini pia nakala ya hati ya kusafiria, kwamba uwe una hati ya kusafiria tayari angalau, kwa sababu bila hati uweze kusafiri. Na pia kigezo kikubwa ni kwamba ifikapo tarehe 30 mwezi Juni uwe umelipia kiasi cha malipo ya awali cha dola 1000 kwenye akaunti ya halmashauri jimbo iliyopo benki ya Mkombozi tawi la Mtakatifu Yosefu. Na pengine kwako ni kukatisha kidogo, pengine wanaweza wakamwona nani ili kuweza kuhakikisha basi hiyo michango wanaikusanya na inawasaidia? Kwa ajili ya mawasiliano kuhusu hija hii, ni mababa zetu ndio ambao ndio waratibu wakuu. Kwanza ni Padri Vitalis James Kasembo ambaye ni mkurugenzi wa utume wa leo wa jimbo kuu la Dar es Salaam, lakini pia Padri Alista Makubi ambaye ni mkurugenzi wa idara ya kichungaji. Hawa ndio makoordineta wakuu, lakini kama itashindikana kuwapata hawa, wanaweza wakawasiliana na viongozi wa halmashauri leo jimbo kupitia mwenyekiti, katibu, makamu, au wakaenda pale ofisi za walei jimbo ambapo yupo mratibu, atawapa maelezo ya kutosha kuhusu hii hija, kitu gani anatakiwa kufanya na taratibu zingine zote. Haya, shukrani sana Engineer Ndazi kwa maelezo hayo. Mtazamaji, tuchangamkie fursa za kwenda hija, kwani tunafahamu hija ni mojawapo ya kutusaidia kuweza kuona yaliyo matakatifu katika siku zijazo, lakini pia kujifunza, lakini pia kufanya hija ni kutafuta uso wa Yesu zaidi na zaidi. Basi tukamilishe kipindi chetu kwa siku ya leo. Naona muda wetu umeshatupa mkono. Nimkaribishe mwenyekiti Gordon. Ndio. Tufungie kwa sala. Asante sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu. Usinyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote tujapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mtazamaji, shukrani sana kwa kufuatilia kipindi hiki. Tuna imani yapo mambo mazuri ambayo umeyafuatilia, lakini kwa ratiba itaendelea kutajwa na kutajwa na kutajwa ili usije ukapitwa, si ndio? Ndio. Basi tukutakie tu utazamaji mzuri wa Television Tumaini. Hadi mara nyingine, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.